Mheshimiwa Rais amesema vizuri kabisa kwamba tunanunua umeme kutoka Ethiopia. Ndio. Lengo likiwa sio kutoa huduma lakini kuboresha hali ya upatikanaji umeme na kuboresha hali ya huduma yetu ya umeme kwenye maeneo ya ukanda huo. Sasa katika kufafanua hilo kiutaalamu ni hivi, labda nifafanue kwamba umeme unaozalishwa Mwalimu Nyerere ni sehemu ya umeme unaozalishwa kwa ajili ya kuingia kwenye gridi ya taifa. Sasa nikisema gridi ya taifa labda nifafanue kidogo hapo gridi ya taifa. Sawa. Tuko na wewe leo mpaka tupate elimu. Gridi ya taifa ni muunganiko wa vitu vikuu vitatu. Muunganiko wa vyanzo vya kuzalisha umeme. Moja. Muunganiko wa njia za kusafirisha umeme. Ndio. Na muunganiko wa njia za kusambaza umeme. Hicho ndo kinachotengeneza gridi ya taifa. Kwa hiyo kwenye gridi ya taifa kuna vyanzo vya kuzalisha ambavyo kwa kipindi cha nyuma kulikuwa na changamoto ya vyanzo vya kuzalisha, vilikuwa havitoshi. Kwa hiyo mapambano yakawa ni kwamba lazima kuwe na vyanzo vikubwa vya kuzalisha. Ikapatikana bwawa la Mwalimu Nyerere sasa. Ikapatikana bwawa la Mwalimu Nyerere. Sasa gridi ya taifa inatengenezwa pia na njia za kusafirisha umeme. Kwa hiyo mtandao wa njia za kusafirisha umeme ina misongo ya kusindika umeme au kusafirisha umeme kwa misongo tofauti tofauti. Midogo, mikati na juu kabisa. Sasa midogo yani ya kusafirisha labda ni msongo wa 66 kV. Unaofuata ni 132 kV. Unaofuata ni 220 kV. Mkubwa kabisa kwa sasa kutokana na kwamba sasa tumeshakuwa na uzalishaji mkubwa. Kwa hiyo misongo mikubwa inatakiwa iwepo ya misongo ya 400 kV.